Marekani na Iran zinatarajiwa kusaini makubaliano ya awali ya maelewano Jumapili hii kupitia mkutano wa mtandaoni, hatua inayotazamwa kama maendeleo muhimu katika juhudi za kumaliza mzozo uliotokea kati ya pande hizo katika wiki za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za kidiplomasia, makubaliano hayo yatasainiwa kwa ushiriki wa wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar, ambao pia watashiriki katika mkutano huo wa mtandaoni. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60 zaidi, kuruhusu kufunguliwa tena kwa mlango Hormuz kwa shughuli za kawaida za usafirishaji wa mafuta na biashara za kimataifa, pamoja na kufungua rasmi njia ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Awali, ikulu ya Marekani ilikuwa inapendelea hafla ya kusaini makubaliano hayo ifanyike hadharani mjini Geneva, Uswisi, huku Pakistani ikipendekeza yafanyike Islamabad. Hata hivyo, Iran iliripotiwa kutopendelea chaguo lolote kati ya hayo, hali iliyosababisha pande zote kukubaliana kutumia mkutano wa mtandaoni. Licha ya hatua hiyo kuonekana kama mafanikio ya kidiplomasia, taarifa zinaeleza kuwa makubaliano hayo hayatotatua moja kwa moja masuala makuu yaliyosababisha mvutano kati ya pande hizo. Miongoni mwa masuala hayo ni hofu ya Iran kupata silaha za nyuklia, mpango wake wa makombora ya masafa marefu, pamoja na madai ya kuunga mkono makundi yenye silaha katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kufanya mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kumweleza kuhusu makubaliano hayo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Trump alimwambia Netanyahu kuwa huo ndio mpango ambao Marekani imeamua kufuata na kwamba una lengo la kumaliza vita vilivyokuwa vinatishia kuleta mgogoro mkubwa zaidi katika eneo hilo. Ingawa baadhi ya viongozi wa Israel wanaelezwa kuwa hawaridhishwi na masharti ya makubaliano hayo, Netanyahu hakuripotiwa kupinga kwa nguvu wakati wa mazungumzo hayo. Vyanzo vya kidiplomasia vinaeleza kuwa kiongozi huyo wa Israel alionekana kutambua kuwa makubaliano hayo yalikuwa yanaelekea kufikiwa na kwamba yasingeweza kuzuiwa kwa urahisi. Iwapo yatatiwa saini kama ilivyopangwa, makubaliano hayo yatafungua ukurasa mpya wa mazungumzo kati ya Washington na Tehran, huku dunia ikisubiri kuona kama hatua hiyo itakuwa mwanzo wa amani ya kudumu au suluhisho la muda katika mgogoro huo wa muda mrefu.